ambayo watoto wako tumekusanyika mahali hapa Bwana. Asante Mungu kwa sababu umetuwezesha kila mmoja alipoamka asubuhi na kupiga hatua ya kuja hekaluni mwako Bwana. Tunajua umeweka kiu ndani yake Mfalme. Baba, katika jina lako tunanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo. Tunahitaji kula na kunywa kutoka kwako Mfalme. Angalia roho ya kila mmoja ambaye ameingia hekaluni humu Bwana, ana mahitaji na wewe. Anakuhitaji wewe Bwana, ukaonekane kwa maisha yake. Tunakabidhi kila mmoja, tunaikabidhi nchi yetu Baba mikononi mwako, tunaziweka roho zetu. Tunamleta mtumishi wako mikononi mwako ambaye umemwandaa asubuhi ya leo Bwana, kuleta makusudi yako juu ya maisha yetu Bwana. Yesu, simama naye Mfalme. Yeye ni chombo tu, neno limetoka kwako Bwana. Asante Mungu kwa sababu unatubariki kila mmoja. Asante kwa sababu baraka zako tutaziona katika ibada hii Bwana. Asante kwa sababu utaponya watu wako. Asante Bwana kwa sababu utabariki watu wako Bwana ambao wamekukusudia asubuhi ya leo kukuona wewe Mungu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu utakuwa pamoja na sisi. Kila kitakachonenwa mahali hapa Bwana, tunajua itakuwa ni makusudi yako. Asante Mungu kwa sababu utawasaidia hata wale ambao wanaangalia ibada hii kupitia vyombo vyako Bwana vya mitandao ambavyo tunajua umeviweka duniani kwa makusudi yako, ili hata wale ambao tuko nao wakapata kushiriki nasi Bwana. Katika jina lako Yesu tunakuamini Bwana, tunakutegemea. Asante Mungu, tunakukaribisha Roho Mtakatifu ukatawale mkutano huu katika jina lako Yesu takatifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kupitia jina la Yesu kanisa la Yerusalemu. Namshukuru Mungu sana. Wiki iliyopita tumekuwa na huduma pale Mtendeni. Tulikuwa tukihudumu na mke wangu pia tulikuwa naye. Nashukuru tumekuwa na semina za Pasaka vipindi vitano na Mungu alitusaidia tulimaliza vizuri. Na pokea salamu kutoka Mtendeni FPCT. Baada ya salamu hiyo, nataka nilete ujumbe kwenu, ujumbe wa neno la Mungu. Walio na kalamu na karatasi na notebook watafaidi zaidi, kwa sababu itakuwa na maelezo mengi kidogo. Na leo ninaongea kuhusu kanisa. Nitataja maadui wa kanisa. Ni ujumbe ambao na ukakasi na ugumu ndani yake, lakini nataka tuongee habari ya maadui wa kanisa. Tunapotaja maadui wa kanisa, tunataja maadui wa Kristo. Maadui wa Kristo. Na tunapotaja maadui wa Kristo, tunataja maadui wa kila Mkristo. Wewe ni Mkristo na umeitwa Mkristo kwa sababu ya Kristo ndani yako, lakini kuna maadui wako. Kwa hiyo tunapotaja maadui, tunataja maadui wanaotulenga moja kwa moja. Wanamlenga mtu aliyemwamini Kristo, na ukisha mwamini Kristo unajua kabisa umetangaza uadui kati ya hawa wachache tutakayowaona. Katika kipindi cha kanisa la kwanza la mitume, katika karne ya 30 mpaka 100, ndio ulikuwa mwanzo wa kazi ya Mungu au kuzaliwa kwa kanisa ambalo mwanzilishi wake ni Yesu Kristo. Na lilipozaliwa mahali pale Yerusalemu, na ndipo mahali ambapo ilikuwa ni makao makuu ya kanisa la kwanza. Siku ile ya Pentekoste ndio ulithibitishwa na kuzaliwa kanisa la kwanza baada ya Roho Mtakatifu aliposhuka, na makao makuu ya kanisa ikawa ni pale Yerusalemu.
kanisa likaanza. Na ni kanisa gani? Ni la Kristo. Na ni kina nani? Ni wale waliomwamini Kristo ambao ni mitume, na wale walioamini siku ile ya Pentekoste waliungana pamoja kuwa kanisa la kwanza. Na walipoanza kanisa, walianza wakaweka vituo, maana kanisa lilikuwa na maeneo mbalimbali. Vituo vingine vilivyoanzwa, kwa mfano pale Yerusalemu kilikuwa ni kituo kikubwa, na kiongozi wa mahali pale aliachwa Petro pamoja na Yakobo. Hawa walikuwa waliachwa Yerusalemu kama kuimarisha kwenye kituo kikubwa. Lakini kituo kingine kilikuwa Antiokia ya Shamu. Hapo Mtume Paulo alifanya makao makuu ya umisheni tuliochanga sasa hivi sadaka. Antiokia ilikuwa ni sehemu yao ya kuzalisha umisheni. Kwa hiyo mambo ya umisheni yalijadiliwa na kupangwa katika kituo hicho cha Antiokia ya Shamu. Lakini kituo kingine kilikuwa ni Efeso aliacha Mtume Yohana pale, lakini pale kituo hicho kilikuwa ni kituo kikuu cha kinachohusu kanisa ulimwenguni. Kanisa ulimwenguni kwa maana hivyo mataifa mbalimbali katika kituo hicho cha Efeso kilikuwa kiko mahali pale. Na kituo kingine ambacho kilikuwa Lumi walifanya kituo kikubwa. Na baadaye, pamoja na kwamba Yerusalemu ni makao makuu, lakini Lumi baadaye ilikuja ikaonekana kuwa ni kituo kilichopewa heshima kubwa, na baadaye kikapewa heshima ya kutawala dola. Ndio maana maeneo yale wakayapa kuwa kituo kikubwa na chenye heshima kama cha kutawala dola, na kikapewa heshima cha kiaskofu katika Lumi hili. Sasa nataka niseme kuhusu maadui. Hili kanisa limeanza katika mwongozo wa Roho Mtakatifu, lakini maadui walioanza kuinuka, hawa maadui haijalishi wawe ni maadui wa ndani na wa nje, lakini wote wamebeba agenda moja ya adui Shetani. Shetani anatumia hao maadui mtakaowataja, lakini wote wana agenda moja ya kutoka kwa Shetani. Lakini nimewaweka katika grade kama zifuatazo: kuna maadui wa nje na kuna maadui wa ndani. Maadui wa nje, tunaposema maadui wa nje, ni wale wanaohusika sana na kulitesa kanisa na kuona kanisa aliendelee, wanalipiti kwa mambo mbalimbali. Lakini maadui wa ndani ni wale waliomo ndani wanaonekana ni wa Kristo, lakini ndani yao wana mafundisho potofu. Hawa nao wamewekwa special kwa ajili ya kupotosha ukweli wa Yesu. Unajua, ili umpotezee mtu mwelekeo, mwambie uongo, mwambie kitu ambacho sio cha kweli, unampotezea mwelekeo wake. Kwa hiyo wamewekwa kama maadui wa ndani kuzoofisha kazi ya Mungu, kuharibu kazi ya Mungu. Wamewekwa ndani ya kanisa. Ibilisi anawatumia na wao wanatumika tena kwa uaminifu, lakini lengo lao ni kupotosha kanisa. Mungu wetu, naomba mpaka pale kama umekwenda pamoja na mimi, hata kama nitakuacha, usisahau kujua maadui wa nje na maadui wa ndani. Maadui wa nje, shambulio la kanisa la kwanza lilikuwa kutoka maadui wa nje. Walianza kutumia silaha ya kutesa kanisa, yalisababisha hata mitume wengi wakauawa, vifo vya aibu. Ni kwa sababu gani? Maadui wa nje wanataka wadhoofishe
jitihada za Kristo. Wakati naendelea kuwaza, nikaanza kuona hata sasa tunaweza tukasema tunao maadui wa nchi. Maadui wa nje wanaweza wakatokana na mfumo wa kiserikali, sheria za kiserikali, makatazo ya serikali, makatazo ya kiutawala yanatengeneza mfumo wa kukataa Kristo. Kuna nchi kadhaa ambazo zina makatazo ya Yesu. Jina la Yesu halitaji mahali pale. Hizi zote ni jitihada za kuhakikisha kwamba Kristo au Ukristo unadidimizwa. Mifumo ya kisheria inapotengenezwa, unaweza kufikiri inatengenezwa, haitafanya kazi mbele. Ndio maana kuna umuhimu wa nchi kuwa na watu wanaomjua Mungu na wenye hofu na Mungu. Usiacha hivi, sheria inaweza ikatengenezwa na nchi ambayo baadaye itakuja kugharimu maisha ya Kristo ndani ya Wakristo. Kuna nchi kama Uturuki. Uturuki zamani ilikuwa inaitwa Asia ndogo. Katika Biblia inatajwa na hapo ramani inaonyesha kwamba ilikuwa ni Asia ndogo na ilikuwa na majimbo kadhaa. Kuna jimbo la Denmark ilikuwa mahali pale, Israel ilikuwa mahali pale. Lakini mahali pale Uturuki katika Agano la Kale ndio mahali ambapo Ibrahimu alikaa kwa muda mfupi na familia yake wakati ametoka huru. Kwa hiyo Uturuki ina historia hata Agano la Kale. Na ndio mahali ambapo safina ilitua pia mahali pale Uturuki, kwenye milima ya Ararat. Taifa lingine ni Syria. Haya mataifa ninayoyataja haya sasa hivi yana mfumo wa makatazo ya kisheria ya kwamba ni nchi ambayo sio ya Kristo tena, lakini kiathiria kabisa ni nchi ambazo zilikuwa mitume walikuwa wanatembea na kufanya huduma maeneo yale. Kulikuwa na Wakristo mahali pale, lakini ilifika wakati ukadhoofishwa Ukristo, baadaye ukafutika na ikawekwa sheria ya makatazo. Kiingia ukasema habari za Yesu, unaonekana umekwenda kinyume cha sheria. Lakini vile vile Syria ni nchi ambayo iko Mashariki ya Kati, maeneo ya Mesopotamia, lakini hii ni nchi ambayo inayo makatazo pia ya Kristo. Kwa sasa inajulikana kama Jamhuri ya Kiarabu. Syria kiBiblia au Kiebrania ni maeneo ya Dameski. Maeneo haya yalikuwa ya Kristo. Kwa nini yalikuja kugeuka? Ni kwa sababu maadui walipata nafasi ya kudhoofisha. Adui anapoingia anadhoofisha Ukristo na anadhoofisha Kristo mwenyewe. Mungu wetu atusaidie sana. Miaka ya Ukristo inapambana na maadui wa nchi, na wakati ule Wakristo wengi wameanza kudhoofika. Adui akitaka apate nafasi kwako, akiona wewe mwenyewe umedhoofika, shetani anapoona Kristo amekuwa goigoi, ana nafasi kubwa ya kuingiza vitu vikubwa vya kumwangusha. Kwa hiyo miaka ilipoendelea, kuna wafalme waliinuka na wao walikuwa na jitihada za kudhoofisha Wakristo,
miaka ya 64 mpaka 68 baada ya Kristo kuzaliwa, kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Nero. Nero alikuwa ni mtawala mkatili, alitesa Wakristo sana. Kuna wakati akachoma hekalu, akauchoma mji wa Rumi, mji wote akauteketeza. Alipouteketeza akawasingizia Wakristo ndio wameuchoma. Ni kwa sababu gani? Alitaka jihalalishie mateso anayowatesa Wakristo. Na mimi katika siku ya leo hatutashuka madhabahuni hapa hatujayataja mataifa hayo, ili Mungu ayakumbuke. Yalikuwa na Wakristo wa kutosha, lakini leo hii wanaabudu kwa shida. Napeleka wamishonari kwa shida. Mishonari mmoja alikuja Kongo miaka ya nyuma, alihubiri. Alikuwa akipeleka Injili nchi za Kiarabu. Kwa vificho anaeleza jinsi anavyoingia. Akisachiwa akikutwa na Biblia, ndio maisha yake yanaisha. Alisema aliendelea, lakini nilipata taarifa hatimaye alienda kauawa. Ni kwa sababu gani? Maadui wa nje kwa ajili ya kuua Ukristo wakiinuka, wanahakikisha Ukristo unadidimizwa. Mungu wetu atusaidie. Wafalme wengine waliofuata, kuna mfalme mmoja Galiani alifuata, akaonyesha nia ya kuwapenda Wakristo. Kumbe ilikuwa ni roho ya kinafiki tu, akawapenda sana. Lakini baada ya miaka 5 akabadilika, akapiga marufuku ibada zao. Ni kwa sababu gani? Ni mfalme, ana mamlaka ya kutengeneza makatazo. Kwa hiyo tunapokuwa katika nchi iliyo salama kama Tanzania, ombea watawala, ombea wanaokaa kwenye viti vya kuzunguka na kupanga sheria, waombee hao wanabeba hatima ya nchi. Kupitia kanisa, usilale, likumbuke taifa lako. Usipolikumbuka taifa lako, itakuwa siku moja au vizazi unavyoviacha vitateseka. Ombea taifa lako, ombea Watanzania, ombea mataifa mengine ambayo yako kwenye makatazo. Injili ni uweza, bado inapenywa hata kama kuna makatazo. Kuna watu mishi wa Mungu wanaingia, tuna wamishonari wanaingia Sudani kutoka Tanzania hapa, wanaingia na chuoni pale Tanzania tunaona chuo kutoka Sudani wapo pale, lakini kule wakifika wanafanya ibada wakati mwingine kwa vificho. Mungu atusaidie, tunapogundua tuna maadui wa nje, tujue ya kwamba kuna namna gani ya kuweza kutusaidia Mungu, ili maadui wa nje wasiendelee kulitesa kanisa. Hawa ni maadui wa nje, lakini yawezekana wengine katika nchi hii yetu ya Tanzania, kuna maeneo mengine unakuta ni tabia ya mahali pale, wameshajijengea kama tabia, sio makatazo. Hawataki nyingine hubiriwe. Ukiwauliza kiserikali wanasema haiko kwenye kanuni yoyote. Wamezoea kuona kwamba mahali pale hahubiriwi Kristo. Lakini kwa nchi yetu ya Tanzania, ukikuta mahali pana changamoto ya hiyo, isemeshe serikali kuruhusu. Lakini kuna makatazo ya kwenye familia. Hawa ni maadui wengine wa nje ambao wanatengeneza mifumo yao ya kifamilia. Kuna wengine mmeokoka kwa shida kwa sababu familia zenu zina makatazo. Nasema kwetu hapa huwa hataji Mungu mwingine, hataji Yesu, hataji Mungu mwingine. Familia yetu, babu na babu, hapa hawezi kutaja Mungu mwingine. Ni maadui wa nje. Umeokoka lakini familia yako kule kuna makatazo.
unasongwa na maadui hao. Ulitangaza vita ulipookoka, maana katika ukoo wenu Yesu hataji, wanataja mizimu, wanataja manabii, hataji Yesu. Makatazo hayo yapo katika familia. Mungu wetu atusaidie. Kama kuna katazo la jinsi hiyo, ni mchana wetu mzuri leo kumwambia Bwana ingie kati. Kama nipo katikati yetu, katikati ya Watanzania, katikati ya familia, kwamba mahali pale hapataji Yesu, Yesu atatajwa katika mwaka huu. Tukaenda sehemu moja, nilipokea ugeni wa Injili. Maeneo yale kwa mganga wa kienyeji. Ni mahali ambapo hataji Yesu. Nikapokea ugeni kutoka mjini wakati niko kijijini. Baadaye wakasema ugeni huu ni kwa ajili ya kuja kuhubiri nyumba kwa nyumba. Nikaongozana nao nyumba kwa nyumba. Nikaanza maeneo yaliyo rahisi kwanza, lakini mwishoni tulienda kumalizia kwa mganga wa kienyeji. Na pale nikaanza kusema tukizuiliwa tu hapa target yangu itakuwa tumeshindikana. Alipokubali Injili, marehemu Sokoto akaitandika Injili. Wakati anaendelea kuhubiri Injili, alikuwa na watu wanaowaagua kule. Mapepo yakaanza kuwadondosha huko, yanawadondosha kwa sababu Yesu hahubiriwi mahali pale. Kuna katazo la mganga wa kienyeji Yesu asihubiriwe, lakini wakafanya makosa. Yesu akaruhusiwa kuhubiriwa. Ndio matokeo hayo. Yesu ni mwaminifu sana. Amen. Wakakinga manguo, lakini tukawa tunachungulia tunasema, mzee kazani. Wanaombea moyoni kwamba tutakatiza Injili. Injili kaendelea kula na garagazwa. Makatazo yapo katika familia. Waganga wa kienyeji wamejiwekea himaya. Hapa Yesu hataji, katika jina la Yesu atatajwa. Nenda hata kwa waganga wa kienyeji, tafuta namna Mungu atakavyokuongoza, iseme Injili ya Yesu kwao, maana Mungu amekuja kwa ajili yao. Makatazo yapo na watu wanateseka kwa sababu ya makatazo. Kijana anataka kuokoka na kuokoka makatazo. Umeshafikia umri wako wa kuokoka, kwa nini usiamue? Naokoka. Naokoka. Yesu anakuambia njoo usiokoke. Makatazo kwenye familia yako ni maadui wa nje wanaotaka kudhoofisha. Maeneo ya Kahama tulipoanzisha kazi ya Mungu, mwinjilisti akaja akaweka mahali pale, lakini upinzani ulikuwa mkubwa mno. Mpaka siku moja tukataka na sisi tubudishwe manguo tuvae kama wale sungusungu. Sungusungu zinawajua, wanavaa vizuri, wanavaa suti. Sungusungu wanavaa suti. Sasa wanataka mwinjilisti avue shati, avae yale malepelepe yale na vipake masizi, na yeye awe kwenye msafara, na sisi washirika tuwepo. Tukamwambia hii haijakaa vizuri. Kasema tutawatenga, tutawacharana viboko. Si serikali yetu ipo. Tukaenda tukafuata waraka, umeandikwa Wakristo waliookoka wasiguswe na sungusungu, watakuja wamevaa nguo zao kama wanazotaka kuvaa. Tukawapa waraka huo. Kwa tunaenda kama mastafu, tukimwangalia kiongozi wetu amevaa vizuri, na sisi tumevaa vizuri, hata kama ni nguo zile zilizochanganyikana na ya kike na ya kiume hivyo hivyo, lakini nimevaa, sijavua kama walivyotaka wao. Ni kwa sababu makatazo katika vijiji wakati mwingine yapo. Wanataka wakumie
ili Ukristo udhoofike. Lakini maadui wa nje, tutaomba leo Mungu atusaidie. Kama kuna makatazo ya kifamilia, Mungu atusaidie. Makatazo katika nchi ambazo zimekaliwa na kuwekewa masheria ya kutokumtaja Yesu, tutaomba Mungu. Maadui wa ndani, nataka tuangalie maadui wa ndani. Adui wa ndani ni mbaya kuliko wa nje, kwa sababu ni vigumu kumtambua. Nisomee Mathayo sura ya 10 mstari wa 36. Mwalimu Shukrani nisomee. Mathayo sura ya 10 mstari wa 36. Yes. Mtu ni wale wa nyumbani mwake. Asante sana, huo mstari. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Biblia inatambua kabisa kwamba adui aliyemo ndani yako yupo, na ndio mbaya zaidi. Leo wanaosumbua kanisani ni waliomo kanisani, na ndio wanaodhoofisha hata Ukristo. Wanaodhoofisha, wakati mwingine unaonekana Ukristo hauna maana, kwa sababu wao ndani ya kanisa. Watu wa nje wanawatazama wakifikiri waone yale yanayotajwa na Wakristo kama yapo kwao, lakini wanapotazama hawayaoni. Kinachofuata ni nini? Ni kudhoofisha Ukristo. Leo wapo manabii wa uongo, walimu wa uongo, na wanafanya matukio kanisani. Kipindi hiki kanisa linapitia katika hali mbaya. Kanisa linapita kwenye hali mbaya kwa wakati tulionao sasa. Kwa sababu gani? Leo hapa tunajifunza kanisani, lakini tukitoka hapa kuna watu watakaopitia mitandao, wataangalia mafundisho mengi. Mwingine atapitia kwenye simu yake, watakana mwingine hata hapa anakwenda ameshaingia kwenye mitandao anaangalia. Kanisa la leo halilelewi na mtu mmoja, halilelewi na mchungaji mmoja, mpaka imefikia wakati mwingine wa Kristo kanisa Tabora hapa anakuwa na makanisa mawili au matatu. Kuna kanisa la Zambili, anakuwepo kama memba wa kanisa, anayechota ya huko vizuri na wanamjua, na sadaka ameiandaa siku hiyo kwa saa 3 mpaka saa 4. Ikitoka saa 4 anahamia kanisa lingine, kule nako ana usajili. Wanahama wanalelewa kokote. Kanisa la leo linapita kwenye nyakati ngumu sana. Lina malezi ya kuchanganya. Wanakula matango mwitu, analetewa kama tango linafanana, lakini sio tango halisi. Mchanganyo mwingi. Ni kwa sababu gani tunaokoteza huku na huku? Nilikuwa nihudhuria semina moja, nikasema hii semina ilikuwa siku 2. Siku ya kwanza nikataka nikimbie, nikasema ili nionekane nimekomaa nibaki na ya pili. Ilikuwa imekusanya makanisa ya Kipentekoste na yasiyo ya Kipentekoste. Wanasema hivi, ukiokoka unapata kibali cha kuulisi ufalme.
maana umepita mautini, umeingia uzimani. Kwa hiyo hata kama utafanya dhambi hapa, mbingu ni yako. Kwa hiyo hakuna kinachokuzuia, kwa sababu Roho wa Bwana anaingia ndani. Ukifanya dhambi utakumhuzunisha tu, lakini hatoki yupo. Naelewa hapo. Nikasema haya mafundisho jifunzeni nyewe wachungaji tu wa kanisa. Mkiyabeba kuyapeleka kwa washirika mtaua kanisa. Nikamwambia, nikauliza mmoja, tulipewa kikundi, nikamuuliza, wewe sasa tunang'ang'ana hivyo, niambie leo hii tumesema na neema umeokoka hivi, umekamatwa hapa ugoni wa uhalali kabisa, bila tunakufukuza hapo na bongo na gari, unaenda wapi? Anasema Bwana ataangalia jinsi nilivyoenenda, atanipeleka uzimani. Naambia sasa tuishie hapa. Wanajihalalishia umiliki baada ya kumwamini Yesu. Mafundisho yanafundishwa kanisani, na mtu ametoka Marekani anafundisha. Nikamwambia kama ni hivyo sasa, sinikiokoka nikae nyumbani, sinasubiri tu mbinguni niende. Kama nikapombe nitapiga kidogo, kama ni hata nitafanya, kwa sababu na uhalali wa kwenda mbinguni. Lakini sio Biblia inavyosema. Ni mafundisho potofu yamo ndani ya makanisa, yanapofusha Wakristo wengi. Na ukipofushwa kimaandiko, hatari sana. Ukipofushwa kwa maandiko yanapofusha watu, yanakupeleka kule yanakotaka mwenyewe. Unakosa uzima wa milele kwa sababu ulipotoshwa kwa maandiko. Lakini yametoka wapi? Pengine yametoka madhabahu. Leo hapa ni kuhalalishia, kuambie hakuna umempokea Yesu, Roho wa Bwana anakaa ndani yako. Fanya tu yote, maana mbingu ni zako. Mbingu umejiandaa wewe. Yanafundishwa wapi makanisani? Katika Marko sura ya 13 mstari wa 22, sitasoma niende tu moja kwa moja kwenye. Inaongelea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Paulo aliambia kanisa la wakati ule, watainuka watu miongoni mwao, nao wataliharibu kundi. Maadui wa ndani wanainuka ndani kwa ndani. Usishangae anainuka Mkristo kabisa, unayemwamini kabisa, lakini akaanza kuhubiri maneno ya uongo kinyume na maelekezo ya Biblia, na anakoti kwenye Biblia. Maana hata huyo anayesema mmeipita mautini amekoti kwenye Biblia. Maadui wa ndani wanaliua kanisa, wanaharibu Ukristo. Mikakati ya kanisa kukua, badala ya kuliongeza kanisa likue, tunalisababisha kanisa lisambaratike. Hivi unapoambiwa vitu visivyoeleweka, utaendelea kuwa Mkristo. Utasema kumbe na huko nilikuja ni yale yale. Wanayoyasema si kama yale ambayo wanayafanya. Mikakati ya kulikuza kanisa inaharibiwa na wale wanaoinuka kuliharibu kanisa. Mungu atusaidie sana katika wakati tulionao. Mitume wa uongo na wachungaji wa uongo walitabiriwa kwamba watatokea, nao watadanganya wengi. Acha watokee kwa sababu ni maandiko. Na wanapotokea, wewe usiwe mmoja wapo wa wale waliosema watadanganya wengi.
Jitahidi kupambanua mbivu na mbichi. Utapambanuaje usipojua mbivu ikoje? Nikikuletea papai ujui lililoiva na ambalo halijaiva, utajua wapi? Lazima ujue mbivu ni ipi. Wakikuletea mafundisho ujue yaliyo halisi ni yapi. Ndipo utakapokuwa na sababu ya kuyakataa mafundisho mengi. Kanisa la Bwana linapita kwenye mazingira magumu. Wengine wako kwenye TV sasa hivi wanaangalia. Mafundisho wanayapokea kama yalivyo. Wamefika mbali sasa hivi. Ili uombewe, wengine unaombewa, unapigwa kwanza mateke kwenye tumbo lako kama ni mzazi. Maombezi haya mnayoyaona kwenye mitandao ya kijamii sio ya kuigiza. Kuna vitu vinafanyika kwa ajili ya kupoteza uhalisia wa Kristo. Yanayotokea yanaudhoofisha Ukristo. Na ujue ya kwamba Ukristo ukidhoofishwa, kuna mtu atakayeinuka mwingine. Ngoja niende haraka. Ukisoma Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 22, uliondokea manabii wa uongo wataingia kwa uelevu. Utasoma hizo kote zipo, lakini lengo langu ni kwamba hao manabii wa uongo wana uelevu wa uzushi, ufahamu wa uzushi. Ili mtu mdanganye, tengeneza uelevu fulani wa kiuzushi ili umkamate. Na ukisha kuwa na uelevu, maana hata nyoka alikuwa mwelevu, ndio maana alitumia ule uelevu wake kumdanganya. Baadhi ya mafundisho potofu, nataka nitaje baadhi ya mafundisho potofu ambayo yalikuwepo katika nyakati za kanisa la kwanza. Kulikuwepo na watu waliokuwa wanaitwa wanostiki. Naweza katika hivyo wanostiki. Hawa walikuwa na mafundisho yao potofu. Lakini utajuaje mapotofu? Lazima ulinganishe maandiko halisi na yale potofu, utajua mapotofu ni yapi. Wanostiki wao walifundisha kuwa watu wote wanaokolewa ni wachache. Yaani wanaookolewa ni watu wachache. Ina maana sio tunavyodai ya kwamba wengi waokolewa. Kwa hiyo walikuwa na maana ya kwamba wanaookolewa ni wachache tu. Kwa hiyo ukipata hao wachache, hata kanisa lenu mkatengeneze kadogo, kwa sababu wanaookolewa ni wachache. Sio dunia nzima hii ni wachache, Bwana anataka wachache. Kukawa na Wamasioni na wao walikuwa na mambo yao. Na wao walikuwa na imani yao. Mwanzilishi wao alikuwa ni mtoto wa askofu aliyekuwa tajiri, lakini alikuwa mkarimu, lakini mambo yao yalikuwa yakoje? Walisema ya kuwa roho na mwili haviwezi kuelewana. Kwa hiyo wewe ukiwa na mwili na roho, vitu hivi haviwezi kuelewana. Maana mwili ni mwovu. Hivyo hawakuruhusiwa kuwa na mume na mke kuoana. Kwa hiyo likaingizwa hilo andiko. Kwa mfano niliingiza hapa Yerusalemu leo kwamba jamani, mwili na roho haviwezi kuelewana, lakini mwili ni mwovu. Kwa hiyo ili ubaki salama, hauruhusiwi kuwa na mume au mke.
kukaribiana naye, msikaribiane naye. Kwa maana hiyo hata kukaa msikae karibu naye, lakini sio kukaa tu, hata kuishi naye katika ndoa. Kwa hiyo hapo nikisema hivyo leo tungesema jamani, kwa andiko hili la uhamishoni, ninaomba wale wenye wake na waume kila mmoja achukue chake. Mama Kabendera atatafuta atakapoenda, mama mwinjilisti atatafuta atakapoenda, lakini haya ni maandiko. Na walilazimika sasa waliokuwa wameoa na kuolewa, walilazimika kuachana. Na haya yalifanyika ni kwenye kanisa la kwanza. Mafundisho yanaingizwa, kikundi kinaingiza, waliotabiriye walioambiwa mafundisho haya yakaingia moyoni mwao, waliamua kuyafanyia kazi. Kuna ushuhuda wa mtu mmoja, siwezi kutaja jina lake, wengine mnamfahamu. Mke wake alitabiriwa, kaambiwa wamekaa miaka na wamezaa watoto na wako kwenye maisha mazuri tu. Kaambiwa na nabii, napenda manabii, na nabii akamwambia, wewe umekaa kwa mume ambaye sio wako. Unabii ukaishia hapo. Chukua hatua, wewe utaondoka kwa mume huyo. Nabii amesema. Na bila kufikiria, na yeye akaamua kweli unabii utii, akaondoka. Hakuwa na option ya kumuuliza hata nabii, nikiondoka mume wangu yuko wapi? Option hiyo akakuwa nayo hata kumuuliza. Akaondoka, mpaka leo tunapoongea wametengana na waishi pamoja. Ni kwa sababu gani? Nabii alisema. Je, nabii huyo alikuja mpagani, hamjui Kristo? Ndani ya kanisa, kanisa linaweza likasambaratisha, likageuza kanisa, likaligawanya kanisa kutokana na maadui waliomo ndani ya kanisa. Na inuka nabii ambaye anakuja kuligawa kanisa, anakuja kugawa familia. Kuna watu wanaishi kwa kutegemea unabii, na wengine wanaishi kwa kutegemea miujiza. Lakini ukiangalia katika miujiza 12 aliyofanya Yesu, na maana ni miujiza michache sana wakati wa miaka yake ya kufanya kazi. Hao waliambiwa wasiwe karibiani na mume na mke, kwa sababu miili ni miovu. Karibiana na mwanamke ni miovu, wakakaribisha ile miovu. Kwa maana hiyo wakaenda mbali, hata mke wako kukaribiana naye ni miovu. Wengine walikuwepo wa Montano, nao hawa mwanzilishi wake siku ile ya kubatizwa alinena paruka sana. Nena paruka unasiku nabatizwa, tunaanza kuuliza ni roho wa kweli au sio roho wa kweli. Lakini kama ni wa kweli tunampa Bwana mtukufu. Aliponena sana paruka mpya, akatabiri. Siku hiyo anabatizwa, akatabiri, akasema yeye ni mdogo wa Roho Mtakatifu. Huyu alipata wafuasi wengi. Kwanza ni mshirika mpya, ameingia kwenye ubatizo, akanena kwa lugha. Kuna wengine wajanena siku nyingi. Aliponena kwa lugha, akaanza na kutabiri. Wakaona hakika huyu ni mzuri, akapata wafuasi wengi. Na alipopata wafuasi wengi, akaweka wanawake wawili kama wasaidizi wake. Na hao wasaidizi walijitangaza wao sasa, wao wasaidizi wa yule mdogo wa Roho Mtakatifu. Wakasema wao ni vyombo pekee vya Roho Mtakatifu. Huyu ni mdogo wa Roho Mtakatifu, wao ni vyombo pekee vya Roho Mtakatifu. Lakini tuna kazi ya kuomba Mungu. Sijajua nianzie wapi.
lakini yale niliyosema mwanzoni, tuombee Mungu. Maadui wanaolisonga kanisa la leo, la kizazi cha leo, hatujui watoto wanaotambaa leo. Kama Bwana atakuwa jaludi, atalikuta kanisa liko salama. Kanisa limesongwa na mafundisho ya ajabu. Sijui Mungu atalikuta salama, lakini tuombe Mungu azikumbuke nchi ambazo zilikuwa na Wakristo wa kutosha na zimetajwa kwenye Biblia, zina mifano ya mitume wamehudumu kule, lakini leo zimegeuka na kuwekewa makatazo. Azikumbuke. Kumbuka Tanzania yetu, kumbuka makatazo katika mitaa, kumbuka makatazo katika familia ambayo yote yana mlengo wa kuzoofisha Ukristo. Kumbuka, tumwambie Bwana tukumbuke. Kuna wimbo unaoelekea namna hiyo, tuabudu, wimbo wa kuabudu. Tunapoabudu pamoja na waimbaji. Katika familia kama kuna katazo lolote na umeokoka kwa shida, na wakati mwingine Yesu atamuku kwenye ukoo wenu, kwenye familia yenu, wewe utawakilisha hata mataifa mengine, ukoo umepita mbele. Wakati tunaimba, kuna watu wa jinsi hiyo wametoka kwenye ukoo kwa neema ya Mungu, lakini kuna makatazo makubwa. Taomba kwa ajili yako. Fanya haraka kuja hapo wakati tunaendelea. Taomba kwa ajili ya hao, lakini baadaye kama mchungaji kiongozi atakumbuka mataifa ambayo yana makatazo ya Injili, na wewe utaungana pamoja na wao wakati tunaombea. Kumbuka mataifa haya, kumbuka maeneo ambayo yanakataza Bwana. Kumbuka, taomba kwa ajili ya hao. Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mchana wa leo imependeza tukumbuke namna Bwana ambavyo
tunasongwa na maadui wa ndani na nje, wote wanakusonga. Yesu ulipozaliwa ulitangaza uadui, ndio maana hapa ulitafuta kuuawa hata akauawa mtu mzima. Upanga wa upanga ulitafuta kwa sababu Kristo ulipokaliwa, toka ulipokaliwa ulikataliwa. Yesu ni hai, Yesu ni hai. Naweza kuona nako hatoi wakahawa, hatoi vinasao, hekima wako waliokewa. Yesu ni hai. Baba, jinsi ambavyo
kwake Bwana